Visa vya kuumwa na nyoka katika eneo la Mwingi vikiongezeka haswa msimu huu wa kiangazi. Wakazi sasa wanaitaka huduma ya wanyamapori KWS kuanza kuwalipa fidia waathiriwa walioumwa na nyoka. Ni mwito baada ya mwanaume mmoja eneo la Ngomeni, Mwingi Kaskazini, kuumwa na nyoka kwenye sehemu zake za siri. Bernard Chalo mwenye umri wa miaka 26 anasema alikuwa msalani nyumbani kwake alipoumwa na nyoka aina ya cobra, ambapo mwandishi wetu wa eneo hilo Lina Musangi ana maelezo zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari wakati alikuwa amefikishwa kwa mtaalamu mmoja wa kutibu watu waliong'atwa na nyoka Mwingi, mwanaume huyu wa miaka 26 anasimulia jinsi kisa hiki kilitendeka alipokuwa msalani. Nikasikia haja kubwa, nikaenda msalani kujisaidia, nikajisaidia kukuja kumaliza, ndo sasa nyoka kumbe alikuwa hapo ndani, akaniuma sehemu za siri. Nikaamka na yeye, nikamshika, nikamrudisha ndani ya shimo. Bernard Chalo anaeleza kuwa bado hajaoa, huku akielezea wasiwasi wake wa kupata familia siku zijazo. Nimeuma sehemu zangu za siri, zimevimba sana, sijui kama ziko hai au haziko hai. So mimi niko na shida sana. Niendelea vizuri, lakini niko na mawazo kubwa sana kwa sababu sijui kama niko hai ama siko hai. Alikuwa ndani ya shimo, alikuwa amenjieka tu mahali, sijui anakaanga hapo ama alikuwa ameingia hapo jana. So jana ndo niligundua hapo kuna nyoka wakati aliniuma sehemu zangu za siri. Na sasa saa hii nikienda msalani kujisaidia haja ndogo, niko na shida sana kwa sababu kumdunga ile sindano pana 2.4 ile uvimbe umezuilika, na kutoka saa hii atakuwa anakojoa vizuri, na ile chances za huyo kijana kukosa ule uume wake hatakosa. Ni ombi lake kwa serikali kuu kupitia KWS kuwa siku zijazo watakuwa wakilipa fidia kwa wananchi walioumwa na nyoka. Serikali ni kusaidia wenye kama wameumwa na nyoka. For example, za hii nimetumia 30,000 na sijui, naweza uliza serikali tu iwe nalipa wale watu wameumwa na nyoka. Mtu kama ameumwa na nyoka ama mnyama yeyote anachungulikiwa haraka. Visa vya wananchi kung'atwa na nyoka msimu huu wa kiangazi huongezeka sana katika eneo hili, huku wananchi wakiomba kuwa waangalifu. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Kitui, jina langu ni Lina Musangi. Tuangazie